Na tukiangazia mengine ni kwamba maseneta wawili wa Marekani wa ngazi ya juu wa kamati ya mahusiano wameishtumu serikali ya Tanzania kwa kuwakandamiza raia wake walioandamana kupinga uchaguzi uliogubikwa na unyanyasaji wa kisiasa, utekaji nyara na udanganyifu. Maseneta hawa wanasema kwamba Rais Samia Suluhu ameshindwa kuendeleza mageuzi na demokrasia nchini humo, huku akiukashifu uchaguzi wa Tanzania kwa kusheheni udanganyifu na dhulma. Mwanahabari wetu Emmanuel To ana taarifa hiyo kwa kina. Kwenye taarifa ya pamoja, Jean Shaheen na Jim Risch, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni, wamesema kuwa uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania ulikumbwa na ukandamizaji wa kisiasa, utekaji nyara na hadaa zilizotekelezwa na serikali. Maseneta hao wawili wa Marekani wakisema kuwa matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yaliamuliwa kabla ya siku ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Maseneta hao wawili wakisema kuwa serikali ya Rais Suluhu iliwakandamiza waandamanaji na kusababisha mamia kuuawa, wengine kutekwa nyara na mamia kufungwa jela, wakiwemo viongozi wa upinzani na kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye anatuhumiwa kwa uhaini. Kwa mujibu wa maseneta hao, chama tawala cha Tanzania CCM ambacho kilikuwa chama cha ukombozi sasa kimegeuka cha udhalimu, jambo ambalo wanasema linahatarisha ukanda wa Afrika Mashariki na kushinikiza serikali ya Marekani kuangalia upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na kudorora kwa demokrasia nchini humo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kuapishwa kwa baraza jipya la mawaziri katika ikulu ya Chamwino, Bashiru Ali Kakurwa na hapa kwamba Rais Suluhu alitaja matukio ya ghasia za baada ya uchaguzi kama ambaye anaweza kuathiri taswira ya nchi hiyo kimataifa, na haswa uwezo wa Tanzania kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa. Suluhu alimjumuisha mwanawe Wanu Hafidh Amir kama naibu waziri mpya wa elimu, sayansi na teknolojia, tumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba huku mkaza mwanawe Mohamed Mchengerwa akipewa wadhifa wa waziri wa afya. Mwanawe rais wa zamani Jakaya Kikwete, Ridhiwani Jakaya Kikwete, alipewa usukani wa waziri wa utumishi wa umma na uongozi bora katika afisi ya rais. Na kuitetea. Licha ya Rais Suluhu kutoa rai za maridhiano bungeni, hakuna mazungumzo yoyote ya kuashiria hayo ambayo yamefanyika hadi sasa. Matukio ya hivi karibuni yameathiri msingi wa uaminifu wa kimataifa kwa Tanzania. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunapofanya. Lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni kamyule, nenda kamkisi, usimnyukue, lakini yule sijui kamfanyeje. Mradi badala ya kupata approval kwa miezi 3 4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja. Paka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo. Tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza no objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana? Na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote. Ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia.
Spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa, wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku 100 za kazi. Nadhani leo tuko kwenye siku ya 10 na katika hizo 100. Kwa hiyo wale wote mlio hapa ambao ahadi za siku 100 zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale wamejitayarisha, kaunganeni nao, mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku 100 hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi. Ndugu zangu, nimemwambia katibu mkuu kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa 4. Mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa, kesho saa 4 tutakuwa na kikao kazi. Tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo ni kuagize katibu mkuu kiongozi, wakimaliza hapo wasichukue siku nyingi, uwawahi na ile retreat ya mawaziri na manaibu wako, waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu, na haya niliyoyasema, hali ya resources ndani ya nchi, kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi, na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili twende tunakotaka. Sitaki tunaendelea, mchakato uko mbioni, nataka impact. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako. Hapana, tumefikia hapa, bado hapana. Matokeo kwa wananchi kwa muda utakao kubaliana. Kwa hiyo kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza, basi kwa leo niishie hapa, lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa pole. Kuwapa pole kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu. Lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge 390 na ngapi? 394 sio na 93. Lakini haya namba yoyote. Lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka. Si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya bunge, hapana. Vigezo vilikuwa vingi sana. Kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona mko mchanganyiko hapa ndani. Mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za kisiasa,